Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, mimi ni Samuel Chem, lakini awali ya yote tuangalie muktasari wa habari zetu kwa siku ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali nchini hairuhusiwi. Baadhi ya vijana wamejitokeza kuwakumbuka vijana wa Gen Z waliouawa mwaka 2024 nchini Kenya. Kwa upande wa habari za michezo na burudani, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuiwezesha timu za taifa za wachezaji wenye ulemavu ili ziendelee kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Na tuanzie kule bungeni mjini Dodoma, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali nchini hayaruhusiwi isipokuwa kwa bidhaa na huduma maalum ambazo kwa mujibu wa sheria zinahitaji malipo kufanyika kwa fedha za kigeni. Akijibu maswali ya papo kwa papo bungeni mjini Dodoma, Mwigulu amesema sheria zilizopo zinakataza matumizi ya fedha za kigeni katika matumizi ya bidhaa na huduma za kawaida ndani ya nchi. Hivyo ni vyema wafanya biashara na watu wote wanaotangaza kuuza bidhaa kwa kutumia dola au fedha nyingine za kigeni kuacha mara moja kufanya hivyo na kuzingatia matumizi ya shilingi ya Tanzania katika miamala ya ndani. Matumizi ya sarafu nyingine ya isiyo shilingi ya Kitanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mwongozo tulioutoa, malipo yote na kunukuu bei kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania ambayo ni shilingi ya Kitanzania, na inaanzia kwenye kunukuu bei, matangazo na kuuziana na kununuliana bidhaa. Tumetoa maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano, katika maeneo ambako yanafanyika mauzo ya nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo, na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa, tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa. Lakini kule kutumia matumizi ya sarafu isiyo ya Kitanzania kiholela, kwa kweli ni kuvunja sheria, ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu, na tumeshafuta baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yamepitiliza na tumetoa miongozo hiyo. Kwa mfano, hata ndani ya taasisi za serikali, kabla hatujatoa mwongozo huo, kulikuwepo na mambo ya wapi leseni, mtu anaambiwa atoe dola. Kulikuwepo na uagizaji wa mizigo, pengine katika baadhi ya taasisi zikichukua za serikali zikifanya malipo kwa dola. Haya yote tumeyakomesha, na sasa tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba sarafu yetu ya nchi ni shilingi ya Kitanzania. Wale wanaoweka bei kama ulivyosema za viwanja, za ada, za upangishaji wa nyumba, za uuzaji wa huduma na maeneo mengine wanaofanya kwa dola, wajue wanakiuka kwa dola ama sarafu nyingine, wanakiuka sheria yetu, na kwa kweli hawaitendei uzalendo nchi yetu ya Tanzania. Watumishi wa serikali katika ngazi za mitaa na kata mkoani Geita
wametakiwa kuimarisha umoja na mshikamano ili kuongeza ufanisi katika kutatua kero za wananchi na kuboresha utoaji wa huduma kwa jamii. Rai hiyo imetolewa na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Geita, Evaristi Gervas, wakati wa mkutano wa usomaji wa ilani ya CCM uliofanyika katika kata ya Bulela, wilaya ya Geita. Akizungumza katika mkutano huo, Gervas amesema kuwa watumishi wa umma wanapaswa kufanya kazi kwa ushirikiano na kuachana na tabia zinazoweza kuleta mgawanyiko na migogoro katika maeneo yao ya kazi, hali ambayo imekuwa ikikwamisha juhudi za kuwahudumia wananchi ipasavyo. Eneo mengine unakuta diwani na mtendaji hawasemi lugha moja, diwani na wakuu wa idara hawasemi lugha moja. Sasa kama hamzungumzi lugha moja, nyinyi hamtakuwa na nafasi ya kuweza kuwatumikia wananchi. Diwani utapambana kuona umuondoe mtendaji, lakini mtendaji atatoka, wewe utabaki. Yale tuliyoyaahidi hatujayatekeleza. Mwaka 2030 na wewe utatoka. Kwa hiyo tutakuwa na chama na kata ya kubadilisha viongozi kila wakati, kubadilisha watumishi tunaoletewa, jambo ambalo halina uhai ndani ya chama chetu, lakini halina uhai ndani ya jamii. Hata hivyo, mtendaji wa kata hiyo Ivan Daudi amesema bado wanakabiliwa na changamoto ya upungufu wa walimu, uchakavu wa madarasa, pamoja na ukosefu wa chumba cha kuwekea mahitaji, pamoja na kutokukamilika kwa nyumba ya watumishi. Kwenye shule zetu zote, upungufu wa walimu, hasa walimu wa shule za msingi, uchakavu wa vyumba vya madarasa, hasa shule ya msingi Igwata, upungufu wa watumishi wa kada ya afya, upungufu wa nyumba za watumishi wa kada ya afya, ukosefu wa mochwari kituo cha afya Bulela, ukosefu wa wodi ya baba mama na mtoto kituo cha afya Bulela, ukosefu wa jengo la kufulia kituo cha afya Bulela, kutokamilika kwa nyumba ya watumishi zahanati ya kijiji cha Gamashi. Aidha, sanjali na hayo, viongozi wa chama hicho katika kata ya Bulela wamedai kufanikiwa kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kata ya chama ambayo itasaidia kutumia kwa shughuli mbalimbali. Tumeamua kwa mfumo kwamba Chama cha Mapinduzi wakati ni chama tawala, kinafika sehemu hakina ofisi, tunakuwa ni watu wa kupanga tu. Ndio maana tumeamua kuwa na ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi, hata kama tuna majukumu ya kichama. Kwa mfano leo tulikuwa tunasomewa ilani, wako kwenye ofisi yetu. Ofisi hii ni msaada mkubwa, maana umetupa nafasi ya kujivunia kwamba na sisi wanachama wa CCM tuna ofisi. Maana zamani tulikuwa tunatumia ofisi za serikali ambapo tulikuwa hatuna uhuru kama tuko kwenye ofisi yetu. Lakini sasa kupitia serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan tunajivunia tuna ofisi yetu, yani ni amani kabisa. Tunaendelea kumshukuru mama kwa kazi aliyoifanya. Kufuatia mahitaji ambayo hayajakamilika katika ujenzi wa ofisi hiyo, Mneki Evaristi ameahidi kukamilisha shughuli ambazo bado hazijakamilika. Hii ni ripoti ya Joel Maduka kutoka mkoani Geita. Afisa mipango wa halmashauri ya wilaya ya Songwe Bwana Mahenge amesema kuwa halmashauri imepokea shilingi bilioni 1.6 kutoka serikalini kwa ajili ya ujenzi wa shule za sekondari za Tete na Chudeko, ikiwa ni jitihada za serikali ya awamu ya 6 ya kuboresha huduma za elimu na kuongeza upatikanaji wa miundombinu bora ya kujifunzia. Tuungane na mwanahabari wetu Maltida Baltazari kwa taarifa zaidi. Afisa mipango wa halmashauri ya wilaya ya Songwe Bwana Mahenge amesema kuwa halmashauri imepokea shilingi bilioni 1.6 kutoka serikali kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari za Tete na Chudeko, ikiwa ni jitihada za serikali ya awamu ya 6 ya kuboresha huduma za elimu na kuongeza upatikanaji wa miundombinu bora ya kujifunzia. Akizungumza katika mkutano wa wananchi uliofanyika kijiji cha Chudeko, kata ya Mkwajuni, Bwana Mahenge amesisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa wananchi katika utekelezaji wa mradi huo ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Aidha, amewataka wananchi kuhakikisha eneo la mradi linalindwa. Sisi halmashauri ya Songwe tumepokea bilioni 1.6 ikiwa ni fedha kutoka serikali kuu kupitia wahisani SEQUIP kwa ajili ya ujenzi wa shule 2
shule ya sekondari Tete na shule hii mpya Tarajali ya katika kijiji hiki cha Chudeko. Kwa Mheshimiwa Diwani, sasa rasmi niweze kutambulisha mradi huu. Mradi lazima uwe ushirikishwaji, lazima mradi ambao ni utekelezaji wake uwe ni utekelezaji shirikishi, yaani wataalamu na wananchi, mradi utaenda kufanikiwa. Lakini mradi hautakiwi, yaani mradi ambao unaenda kuanza leo kutekelezwa, jamii ya eneo husika hawana taarifa zozote, hawana elewa, mradi hauwezi kuisha. Kwa hiyo lazima wananchi wote tushiriki ipasavyo kwenye shughuli za huu mradi. Lakini jambo lingine ni kuhakikisha ulinzi unaimarishwa katika eneo la ujenzi wa mradi. Tutakuwa na ujenzi ambao unaendelea, tutakuwa na vifaa vya ujenzi na vitu mbalimbali, lakini pia tutakuwa na mafundi wetu. Tunatakiwa tuwalinde kwa gharama zozote zile. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mkwajuni Mheshimiwa Shaibath Kapinga ametoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuleta miradi ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi. Pia amemshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Songwe CPA Cecilia Kavishe, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Songwe Mheshimiwa Ibrahim Sambila, pamoja na mbunge wa jimbo la Songwe Mheshimiwa Philipo Mulugo kwa kulisemea jimbo la Songwe bungeni na kuiunga mikono miradi ya maendeleo. Kwa hiyo binafsi yangu namshukuru sana Mheshimiwa Rais, na tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Pili, namshukuru sana mkurugenzi mtendaji, mbunge wa jimbo la Songwe na mwenyekiti wa halmashauri ya Songwe kwa kuridhia mradi huu kufanywa kwenye kata ya Mkwajuni. Binafsi nimepata heshima kubwa ndugu Kaimu Dedi. Unifikishie salamu kwa mkurugenzi. Alinipigia simu. Mwambie mimi kama diwani na mwakilishi wa wananchi wa eneo hili ninamshukuru kwa dhati kabisa kwa kuifanya kata yetu leo kuwa na shule 4 za sekondari za kisasa, ambapo sasa watoto wetu sasa watapata fursa bora ya kusoma shule. Lakini pia utufikishie salamu kwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, naye nilipata simu yake. Tunamshukuru kwa kuridhia kata yetu kuwa na shule 4 za sekondari. Mwisho namshukuru sana mbunge wa jimbo la Songwe kwa kuridhia shule hii kuwepo hapa. Ninamshukuru sana na nimwaahidi kwa niaba ya wananchi tutampa ushirikiano wa kutosha kwa namna moja ama nyingine ili kufanikisha shughuli za maendeleo. Naye mkazi wa kata ya Mkwajuni Bi Flavia Boniface ameshukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kupeleka mradi huo katika eneo lao. Amesema ujenzi wa shule hiyo utasaidia kupunguza adha kwa wanafunzi waliokuwa wakilazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma za elimu ya sekondari. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea mradi wa shule, na wananchi wa eneo hili la Mkwajuni tumeupokea mradi huu. Tunasema asante mama, asante sana. Tulikuwa tuna uhaba wa shule zilikuwa chache, watoto watafurahi, watatembea umbali mfupi kwa kupata elimu bora. Tunashukuru sana. Wananchi wa kata ya Mkwajuni wameeleza matumaini hayo kuwa mradi huo utachangia kuongeza kiwango cha elimu katika eneo hilo na kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Na kwa hivi sasa tunaungana tena na mwanahabari wetu Matilda Baltazari kwa kuangazia zaidi mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa tuanzie huko Kenya. Shughuli za umma na zile za binafsi nchini Kenya hivi leo zimesimama kwenye miji kadhaa nchini Kenya, ikiwemo jiji kuu la Nairobi ambalo limeshuhudia baadhi ya wanasiasa, wanaharakati wa haki za binadamu na baadhi ya wazazi waliopoteza watoto wao katika vurugu za mwaka 2024 wakiandamana kuelekea ofisi za bunge. Licha ya njia nyingi za kuingia katikati ya jiji kuwa na vizuizi, baadhi ya wanasiasa wa upinzani akiwemo aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka, aliyewahi kuwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga na waziri wa zamani wa sheria Martha Karua waliandamana kutokea hoteli ya Serena.
Hata hivyo, kabla ya kufika ofisi za bunge walizuiliwa na kuondoka na kuacha baadhi ya wazazi waliopoteza vijana wao pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu kuendelea na maandamano hayo hadi nje ya lango la kuingia viwanja vya bunge ambapo walizuiliwa. Tofauti na tangazo lililotolewa hapo jana na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuwa waandamanaji wangelindwa na kwamba shughuli za kawaida ziendelee, hali imekuwa tofauti katika jiji la Nairobi ambalo limeshuhudiwa shughuli zikisimama. Waandishi waliopo katikati ya jiji wameripoti kushuhudia maduka yakifungwa huku shughuli za uchukuzi zikiendelea kwenye baadhi ya mitaa, ingawa ni tofauti na ilivyoelezeka. Ulinzi uliimarishwa katikati ya jiji ambapo baadhi ya raia waliojaribu kuandamana kwa amani walikamatwa na polisi, licha kuwa jana walitoa notisi ambayo idara ya polisi ilikiri kupokea kuhusu uwepo wa maandamano ya kuwakumbuka waliopoteza maisha mwaka 2024. Awali kulikuwa na wasiwasi wa kutokea vurugu kutokana na madai ya uwepo wa makundi ya vijana wenye silaha waliolipwa na wanasiasa kuingilia maandamano ya leo, madai ambayo pia yalielekezwa kwa serikali kuwa iliandaa vijana kufanya vurugu. Maadhimisho ya hivi leo yanafanyika kuwakumbuka raia zaidi ya 60 walioripotiwa kuuawa wakati wa maandamano ya mwaka 2024 ya kupinga serikali pamoja na mswada tata wa fedha. Na huko Zimbabwe, bunge la Seneti nchini Zimbabwe limepitisha mswada tata wa marekebisho ya katiba ambayo yanampa nafasi Rais Emmerson Mnangagwa kubaki ofisini hadi mwaka 2030, uamuzi ambao umezidisha mgawanyiko kwenye taifa hilo. Mwenyekiti wa baraza la Seneti nchini Zimbabwe, Mabel Chinamona, amesema maseneta 75 walipiga kura kuunga mkono mswada huo na 4 wakiupinga. Kufuatia kupitishwa kwa mswada huo bungeni Juni 18, mageuzi ya kikatiba sasa yanasubiri kusainiwa na rais ili kuanza kufanya kazi rasmi. Rais wa sasa Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 ambaye aliingia madarakani mwaka 2017 katika mapinduzi ya ikulu yaliyoungwa mkono na jeshi la kumng'oa Robert Mugabe. Kwa hivyo atatumikia miaka 12 zaidi, miaka mingi akiwa mkuu wa nchi mwishoni mwa mihula yake miwili. Mswada huo unaoelezewa kama mapinduzi ya kikatiba na upinzani pia unapanga kufuta kura ya moja kwa moja kwa uchaguzi wa rais ulioanzishwa mwaka 1987. Wabunge ambao muhula wao pia utaongezwa kwa miaka miwili watamchagua mkuu wa nchi. ZANU-PF, chama tawala kinachohalalisha makubaliano haya ya kikatiba kwa hitaji la kuhakikisha utulivu wa kisiasa. Kwa upande wake, upinzani unadai kuwa mwathiriwa wa vitisho, kiongozi wake Tendai Biti, waziri wa zamani wa fedha, alikamatwa Machi iliyopita. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Na mtazamaji, kwa hivi sasa karibu tudunde viwanjani, tuangazie sasa habari za michezo na burudani. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuziwezesha timu za taifa na wachezaji wenye ulemavu ili ziendelee kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Akijibu swali bungeni mjini Dodoma hii leo wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa waziri mkuu, Dr. Nchemba amesema serikali inatambua mchango mkubwa unaotolewa na timu hizo katika kuiwakilisha Tanzania kimataifa. Swali hilo liliulizwa na mbunge wa viti maalum Yuna Manga Omar aliyetaka kufahamu mpango wa serikali
wa kuziwezesha timu za taifa za watu wenye ulemavu ili ziendelee kuiwakilisha vyema nchi katika mashindano ya kimataifa. Sisi Tanzania tumekuwa tukishiriki mashindano ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ya michezo yanayojulikana kama Paralympic tokea mwaka 1992 kwa awamu tofauti, lakini hatujawahi kupata medali ya aina yoyote kwa kipindi chote hicho. Swali langu ni kwamba, je, serikali ina mikakati gani ya kuhakikisha kwamba inaimarisha michezo kwa watu wenye ulemavu ili tuweze kuleta medali ndani ya taifa letu? Kama waheshimiwa wabunge mtakavyokumbuka, timu yetu ya Tembo Warriors ilishiriki kombe la dunia, na tena haikushiriki kinyonge. Ilishiriki kama timu iliyojiandaa na ilionyesha mchezo mzuri sana mwaka 2022. Kadhalika ikashiriki mashindano ya AFCON mwaka 2024 nchini Misri, na kushiriki mashindano ya Sekafa yaliyofanyika Burundi, na kama sikosei ilikwenda mpaka hatua ya fainali. Hicho sio kitu kidogo. Sasa kuhusu mikakati, Mheshimiwa Spika, nimhakikishie mbunge, serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakaowezesha wachezaji wetu hao wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Miundombinu ni sehemu ya maandalizi ya kuweza kufanya vizuri. Lakini la pili, serikali itaendelea kuzisajili zile timu ili tuwe na wachezaji na kuzipatia vitendea kazi. Kama ambavyo umeona kwenye bajeti, tumeendelea kuandaa mazingira ya kuwa na uwezesho kwenye timu zetu za taifa. Waziri Mkuu amesema timu hizo zimekuwa zikifanya vizuri na kwamba baadhi ya wachezaji wake wamefanikiwa kupata nafasi za kucheza soka la kulipwa katika klabu za nje ya nchi. Mimi ni Samuel Chem, lakini tuangalie muktasari wa habari zetu kwa siku ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali nchini hairuhusiwi. Baadhi ya vijana wamejitokeza kuwakumbuka vijana wa Gen Z waliouawa mwaka 2024 nchini Kenya. Kwa upande wa habari za michezo na burudani, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuiwezesha timu za taifa za wachezaji wenye ulemavu ili ziendelee kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Mtazamaji, kufikia hapa ndipo tunafikia tamati ya mkusanyiko wa habari zetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, mimi ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Inland Television.